Tumsifu Yesu Kristo. Shalom shalom. Basi muda mwingine tena ambao tumejaliwa kuweza kulitafakari neno la Mungu. Maana neno la Mungu ndio taa ya miguu yetu na mwangaza wa njia tutakayoienda. Pasipokuwa na neno hatuwezi kuenda katika njia zile zinazompendeza Mungu. Kwanza tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa siku njema ya leo. Asante Baba kwa zawadi ya uhai. Asante Baba kwa kutuweka tena katika forum hii ili tuweze kukutumikia wewe kwa kulijadili neno lako. Tunalitukuza jina lako, tunakuabudu, tunakusujudu. Tunakurudishia wewe sifa na utukufu. Baba, tunaomba ututumie Mungu Roho Mtakatifu atufundishe katika ule muda ambao utapenda wewe. Gusa maeneo yale ambayo wewe unapenda ili kutufundisha, ili tuweze kuyatumia kwa sifa na utukufu wa jina lako. Ni katika jina la Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amina. Leo tutajadili neno ambalo tumelizoea sana. Zaburi ya 23. Ni zaburi ambayo wote tunaifahamu. Zaburi ya 23 ina mistari kama 6. Zaburi ya mstari wa kwanza hadi wa 6. Basi ndio mistari ambayo tutajadili kwa siku ya leo. Nami nitatangulia kusoma. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia ya haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili vitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Ni mistari 6 ambayo kwa kweli imesheheni mambo mengi kweli. Imesheheni mambo ambayo tukiyatumia kama waamini yatatutoa kutoka tulipo na kutupeleka sehemu ambayo ile Mungu anataka, ile destiny ambayo Mungu alituumbia. Pale ambapo ile hatima yetu ambayo tuliumbiwa na Mungu. Hii mistari 6 tulioisoma ndiyo hasa njia ya kutufikisha kule. Anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sitapungukiwa na kitu. Yeye Bwana kwanza anatuambia yeye ndio mchungaji wangu. Kwanza kumbuka, ameichukua, ameibinafsisha. Mfalme Daudi ambaye ndio aliandika zaburi hii anatuonyesha kwamba anabinafsisha. Kwa kumbe kuna umuhimu wa kuipokea ikawa ya kwangu. Nikaichukua ikawa ya kwangu. Huyu ni Bwana wa kwangu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Sina hakika kuhusu mwingine, lakini kwangu mimi yeye ni mchungaji wangu. Alafu anasema sitapungukiwa na kitu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba huyu mchungaji ni mchungaji mwema. Ananipeleka katika malisho ambayo ndiyo yanayonifaa mimi. Yeye ndo anajua wapi kuna malisho sahihi kwangu. Yeye ndo anajua sehemu gani nipite mimi. Yeye ndo anajua bonde gani anipeleka. Anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kwa kumbe tunapokuwa na uhitaji wa aina yoyote, tumuelekee Mungu. Kwa sababu yeye ndio source, yeye ndio chanzo chetu, yeye ndio mpaji. Anasema katika Waebrania 11 mstari wa 6 kwamba kila amwendeaye Mungu lazima amini kwamba yeye yupo, na pia kwamba yeye ni mpaji wa wote wenye kumuomba. Kwa tunapomwendea Mungu tumwendee na hiyo imani kwamba yeye ni mpaji wa yote. Kwamba yeye ni mchungaji wetu. Yeye ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kwa hiyo kama nina uhitaji wa aina yoyote, nimwendee mchungaji. Yeye ndo anajua malisho sahihi kwangu. Mstari wa 2 anasema katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Yani katika yale majani ambayo ni safi kabisa, majani mabichi ya laini ambayo yana unyevu wakati wote, ndio ananilaza pale kando ya maji ya utulivu, ananiongoza kwamba ninakula, nikipata kiu ninakunywa. Kwa hiyo kuna utimilifu, anatuonyesha kwamba kuna utimilifu, hakuna kukosa, hakuna uhitaji, hakuna, tukimwendea yeye kikamilifu yote anatupatia, yote yapo kwake. Anasema hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Kumbe kuna wakati ambapo tunakuwa tumeumizwa roho. Kuna wakati ambapo inaweza ikatokea changamoto fulani ikaleta hitilafu katika mioyo yetu, ikaleta hitilafu katika nafsi zetu, tukaumia, tukadondoka.
tukaona kwamba mbona kama hapa Mungu umeniacha. Anasema anahuisha, analeta uhai mpya, anaipiaisha ile nafsi yako, anaihuisha nafsi yangu. Anasema hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza. Kwa hiyo inawezekana nikawa ni kilichosababisha kudondoka ni pengine hata makosa yangu binafsi, lakini yeye anaihuisha nafsi yangu. Lakini baada ya kunihuisha anafanyaje? Na kuniongoza katika njia ya haki, na kwa ajili ya nini? Jina lake. Kwa hiyo ninapopotea mimi, Mungu naye anapata inamletea shida Mungu, kwa sababu ninakuwa nimeondoka katika njia yake, na mimi ni mwanae. Anaona kwamba huyu mwanangu kwa nini kaenda njia ambayo sio sahihi. Kwa hiyo ananirudisha katika njia sahihi kwa ajili ya jina lake. Anaihuisha nafsi. Pale ambapo moyo wangu unakuwa umepondeka, unakuwa ondoka katika njia ile ambayo ni sahihi, kwa sababu Mungu anapenda moyo uliochangamka, moyo ambao hauna manunguniko, ambao hauna masikitiko na nini na nini. Kwa hiyo ananihuisha ili nirudishe ile furaha. Anasema furahini kila wakati, tena anasema furahini. Upole wenu na ujulikane kwa watu. Furahini. Kwa hiyo nafsi yangu inapokuwa imedondoka, yeye anaihuisha na ananionyesha katika njia sahihi kwa ajili ya jina lake. Anasema naam, nije apopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Kwa nini? Wewe upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Kuna wakati ambapo tunapitia katika changamoto, tunaona kabisa kwamba hakuna njia mbele, tunaona kabisa kwamba hapa ndio mwisho. Kumbe ni kivuli tu cha mauti, ni uvuli, ni shadow, ni kivuli cha mauti, lakini sio mauti yenyewe. Lakini nini anachokifanya yeye? Anasema yuko pamoja na sisi, gongo lake na fimbo yake vinatufariji. Anasema waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Kumbe wako watesi, yuko yule mwovu atawatumia watu mbalimbali kuleta changamoto mbalimbali katika maisha, lakini lipo tumaini. Anasema waandaa meza mbele yangu machoni, wataona kwa macho yao watesi wako, umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Kumbe dalili kwamba mafuta yamepakwa kichwani ni kikombe kufurika. Alafu anamaliza kwa kusema hakika wema na fadhili vitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Hii ni kwamba bila shaka, bila uoga, bila wasiwasi, bila hofu, anasema wema na fadhili vitanifuata siku zote za maisha yangu, lakini na mimi nina wajibu nikae nyumbani mwa Bwana milele. Huu wema na fadhili hauwezi kunifuata iwapo kama siko nyumbani mwa Bwana. Huu wema na fadhili havitanifuata iwapo kama natembea katika njia ambazo ni potofu. Ninaposimama katika njia ambazo zinampendeza Mungu, ninaposimama katika ule utaratibu ambao ni wa Mungu alioniwekea, basi pale ndio ninaenenda katika njia sahihi. Nasema wema na fadhili vitanifuata siku zote za maisha yangu, lakini na mimi natakiwa nikae nyumbani mwa Bwana milele. Tumsifu Yesu Kristo. Shalom, shalom.